nitamwitikia, nitamwokoa na kumtukuza. Kwa siku nyingi nitamshibisha, ataniita nami nitamwitikia, nitamwokoa na kumtukuza. Kwa siku nyingi nitamshibisha. Wapendwa taifa la Mungu, karibuni sana katika tafakari ya neno la Mungu, ikiwa leo ni Dominika ya kwanza ya Kwaresima katika mwaka huu A wa Kanisa. Ni mwanzoni kabisa mwa kipindi hiki cha Kwaresima, kipindi ambacho kinadumu kwa muda wa siku 40. Somo la kwanza ni la kitabu cha Mwanzo sura ya 2 aya ya 7 hadi aya ya 9 na sura ya 3 aya ya kwanza hadi aya ya 7. Somo la pili ni la waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 5 aya ya 12 hadi aya ya 19, na somo la tatu ni la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mwinjili Mathayo sura ya 4 aya ya kwanza hadi aya ya 11. Tusikilize Injili takatifu. Baada ya kubatizwa, Yesu alipandishwa na Roho nyikani ili ajaribiwe na Ibilisi. Akafunga siku 40 mchana na usiku, mwisho akaona njaa. Mjaribu akamjia akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, amuru kwamba mawe haya yawe mikate. Naye akajibu akasema, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Kisha Ibilisi akamchukua mpaka mji mtakatifu, akamweka juu ya kinara cha hekalu, akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, jitupe chini, kwa maana imeandikwa, atakuagizia malaika zake, na mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Yesu akamwambia, tena imeandikwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Kisha Ibilisi akamchukua mpaka mlima mrefu mno, akamwonyesha milki zote za ulimwengu na fahari yake, akamwambia, haya yote nitakupa ukianguka kunisujudia. Ndipo Yesu alipomwambia, nenda zako Shetani, kwa maana imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Kisha Ibilisi akamwacha, na tazama wakaja malaika wakamtumikia. Injili ya Bwana. Wapendwa taifa la Mungu, somo la Injili ya leo ni kuhusu kujaribiwa kwa Yesu. Na tunafahamu kwamba kila mwaka wa Kanisa, Dominika ya kwanza ya Kwaresima, Injili inahusu kujaribiwa kwa Yesu baada ya ubatizo wake na kujazwa Roho Mtakatifu. Katika mwaka A, mfano mwaka huu tuliopo, mwinjili ni Mathayo sura ya 4 aya ya kwanza hadi aya ya 11. Na katika mwaka B tunamsikia mwinjili Marko sura ya kwanza aya ya 12 hadi ya 15. Na katika mwaka C huwa tunamsikia mwinjili Luka sura ya 4 aya ya kwanza hadi aya ya 13. Ndugu zangu, katika miaka hii yote mitatu ni kwamba Yesu anajaribiwa mara 3 na anayashinda majaribu hayo. Tukihusianisha na somo la kwanza kwa mwinjili huyu Mathayo ambaye tumemsikia leo, na somo la kwanza ni la kitabu cha Mwanzo, ambapo huko tunamsikia Adamu na Eva namna gani walivyoshawishika na wakaanguka dhambini. Kwa kumbe inadhihirisha na inaonyesha kwamba Adamu alishindwa na kishawishi na kuangukia dhambini. Pia wana wa Israeli jangwani walishindwa pia na kishawishi. Lakini katika Agano la Jipya tunamuona Bwana wetu Yesu Kristo alikishinda kishawishi kwa kupinga wazo la kujitakia enzi ya kibinadamu na kumdharau Mungu. Anajiweka chini ya Mungu na anatimiza mapenzi yake. Hata Yakobo katika waraka wake kwa watu wote
sura ya 4 aya ya 7 anatukumbusha kwamba jiwekeni chini ya Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbieni. Kama Kristo alivyofanya, ameyapinga yote majaribu ya shetani, na katika kupinga kwake Ibilisi anamwacha na kwenda zake. Kumbe Kristo anakuwa ni modo wa maisha yetu. Kristo anakuwa mfano halisi wa maisha yetu. Tukiishi kama yeye, hakika ndugu zangu, tutakuwa salama zaidi. Na anatuonyesha mfano. Kumbe majaribu haya matatu ndugu zangu, Kristo anayapata baada ya kufunga kwa muda wa siku 40 usiku na mchana. Na anakuwa mfano halisi kwa namna gani? Ni kwamba mfungo wa Kristo ndio mfano halisi wa mwalimu wetu katika utimilifu wake wa mfungo huu wa Kwaresma kwa sisi wafuasi wake. Na anapofunga kwa muda wa siku 40, namba 40 kibiblia ndugu zangu ni namba inayoonyesha ukamilifu, yaani muda wa kutosha wa maandalizi ya tukio maalum. Hivyo wapendwa taifa la Mungu, tunakaribishwa, na kwa namna ya pekee leo ningependa tutafakari juu ya haya majaribio matatu. Tukianza na jaribio la kwanza ambalo ni kuhusu kubadili mawe yawe mkate. Hili jaribio linapomkuta Yesu, linamkuta Yesu akiwa akihisi njaa. Lakini Yesu anatoa jibu kutoka katika Agano la Kale, mtu hataishi kwa mkate tu. Rejea kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 8 aya ya 3. Ndugu zangu, Kristo anatufundisha nini hapa? Kumbe kuna kitu cha zaidi kuliko mahitaji yetu ya mwili, na Mungu pekee ndiye awezaye kututosheleza. Ndio maana baada ya Yesu kujibu kwamba mtu hataishi kwa mkate tu, anamalizia bali ni katika neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Neno la Mungu ndiyo faraja ya maisha yetu. Neno la Mungu ndilo ambalo linatutoa katika hali ya huzuni. Neno la Mungu linatuponya ndugu zangu na magonjwa na maradhi tunayokuwa nayo. Kwa kuwa neno la Mungu linafariji. Neno la Mungu ni mwongozo wa maisha yetu. Neno la Mungu daima siku zote ndio taa ya miguu yetu. Neno la Mungu ndio mwangaza wa maisha yetu. Kwa kumbe kupitia neno lake ndiko ambako tunaweza kujitosheleza. Ndiko ambako tunaweza tukaka hata tusihisi njaa. Wapendwa taifa la Mungu, kujikatalia na kujinyima kitu unachokipenda kwa ajili ya wengine si swala la kujiadhibu, bali ni uhuru ambao unaifanya roho ya mwanadamu kutoa nafsi kwa ajili ya Mungu. Jaribio la pili ndugu zangu linahusu kujitupa chini toka juu ya kinara cha hekalu, na Yesu anamjibu kwamba usimjaribu Bwana wa Mungu wako. Rejea kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 6 aya ya 16. Ndugu zangu, ina maana gani? Ni pale ambapo shetani au Ibilisi anapomwamuru Yesu ajitupe chini toka juu ya kinara cha hekalu, ni kwamba anamjaribu kwamba Mwenyezi Mungu atakuja kufanya nini kumkomboa. Ni kwamba Yesu awe na matumaini, awe na imani kwamba katika kujitupa kwake Mungu atafanya nini? Atamwokoa. Lakini ndugu zangu, hakuna njia ya mkato ya kutafuta ukombozi. Kitendo cha kujitupa chini hapo ili Mungu aje kumkomboa ni jaribio la kutaka kumjaribu Mungu, aone Mungu kwamba atamwokoa mtu katika njia ambayo ni rahisi. Njia ya mkato pasipo wewe kuonyesha jitihada fulani ya kutaka kukombolewa. Ndugu zangu, hakuna njia ya mkato ya kutafuta ukombozi bila kufanya toba, bila kufanya uongofu, bila kukubali uongofu. Mungu hadhihakiwi kiasi kwamba mtu atafute njia ya mkato kuhitaji mabadiliko kimaisha ili ajaliwe neema. Lazima aonyeshe jitihada ya kujitafuta na kujichunguza, ambapo fadhila ya unyenyekevu ndugu zangu ni msaada katika kutimiza hili, kwa kukubali udhaifu na kufanya toba, kumrudia Mungu, naye Mungu apate kumkomboa mtu wa namna hii. Jaribio la tatu ni pale ambapo Yesu anatamanishwa juu ya falme zilizopo na fahari zake.
Lakini mwisho wa siku Shetani Ibilisi anakuja kumjaribu Yesu kwamba amsujudie, na Yesu anajibu, msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Rejea kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 6 aya ya 13. Wapendwa, utimilifu ni matokeo ya kufuata maagizo ya Mungu katika kujitolea kwetu kwa ajili ya wengine. Tunamtumikia Mungu yeye peke yake na tunamwabudu yeye peke yake pale tu ambapo tunakuwa tayari kuwasaidia watu wengine, au pale tu tunapowatendea wengine mema bila kuchoka. Ndiyo maana ujumbe wa Baraza la Maaskofu Tanzania katika kipindi hiki cha Kwaresma mwaka 2026 wanatukumbusha maneno ya Paulo kutoka katika waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Watesalonike sura ya 3 aya 13. Pale Paulo anapotuambia, ndugu, msichoke kutenda mema. Wapendwa wana wa Mungu, Paulo anatuita sisi ndugu. Paulo anatuita sisi ndugu kwa sababu tuna umoja naye kupitia Kristo. Yaani Kristo ndiye aliyetufanya sisi tuwe wamoja. Yeye amemhubiri Kristo na sisi tunakuja kumwelewa Kristo kupitia kile alichofunuliwa. Na ndiyo maana sasa katika umoja wetu anatuita sisi ni ndugu zake pia kupitia Kristo. Lakini tunakumbushwa, ndugu zangu, mara nyingi wengine tumekuwa tukikata tamaa kutokana na mema tunayoyatenda. Hivyo Paulo anatukumbusha tusichoke kutenda mema. Kwa pale ambapo tunawatendea watu wengine mema, pale ambapo tunaonyesha msamaha kwa watu, pale ambapo tunaonyesha huruma kwa watu, pale ambapo tunawasaidia watu wengine wahitaji, pale ambapo tunaenda kuwaona wagonjwa na kuweza kuwafariji, pale ambapo tunaenda kuwaona wafungwa gerezani, pale ambapo tunamsaidia mtu mwenye kiu, pale ambapo unamvisha mtu asiye na nguo. Ndugu zangu, katika kufanya haya unamtumikia Mungu mwenyewe na unamwabudu yeye peke yake. Maana yake katika kuyafanya haya yote ni kwamba unazishinda tamaa, kwa sababu kile kitu unachokifanya ukifuata swala la ubinafsi ni kwamba mwili daima siku zote utakuhitaji wewe usifanye kitu kama hicho, kwa sababu utatamani ujilimbikizie mali, ujilimbikizie muda, kuona kwamba huu muda niende kumuona mgonjwa, huu muda niende kumuona mfungwa gerezani, badala ya kufanya mambo yangu binafsi. Kwa maana yake kuna kishawishi cha kukuvuta wewe kutoweza kufanya kile ambacho kinakuwa kwa ajili ya mtu mwingine, au unajitolea wewe kwa ajili ya mtu mwingine. Kwa badala yake kuna majikatalio fulani hapa ya kuweza kufanya mambo mengine au kutenda wema kwa ajili ya watu wengine. Na kwa kufanya hivyo ndio tunamtumikia Mungu yeye peke yake. Katika kufanya hivi tunajinyima, tunajikatalia wenyewe juu ya fahari za huyu shetani ambazo anamshawishi Yesu afanye. Tunajikatalia wenyewe juu ya mambo yale ambayo mwili unayapenda zaidi. Tunajikatalia yale mambo ambayo yanatushawishi miili yetu iweze kujiweka katika anasa, tafrija na mambo mengine ambayo yanafurahisha mwili. Hivyo kwa kufanya hivi, ndugu zangu, maana yake tunawajali watu wengine kuliko kujijali sisi wenyewe. Basi kwa kufanya hivi, maana yake tutakuwa tunawapenda wenzetu kama vile ambavyo tunajipenda sisi. Ndugu zangu, kipindi hiki cha Kwaresma ni kipindi ambacho tunaingia katika majaribu kutokana na utayari wetu wa kusali, kufunga na kutoa sadaka. Katika haya majaribu yanayokuja maishani mwetu, kuna uwezekano wa kushindwa kama Adamu na Eva au kushinda katika Kristo. Tutashindwa iwapo tutaiendekeza miili yetu kushawishika na tamaa, lakini tutashinda katika Kristo kama tutakuwa wakarimu katika kusali kwetu, katika kufunga kwetu na katika kujitolea kwetu sadaka. Awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.
Ataniita nami nitamwitikia, nitamwokoa na kumtukuza kwa siku nyingi.